La jana ya mingi sana Kenya iko vita ya kabambi, ni mafuta mdogo mdogo wenyewe maombi tunaombaka inaweza kuburusha msegonde tu. Inaweza kuburusha msegonde. Ya mwingine maonyo mzuri, vita vizuri mzuri niliona ni juu ya document. Niliona waloya wa avoka wanaipigania sana. Maana avoka walikuwa wanapangana hivi, maana walikuwa wanafanya kazi juu ya document. Sasa bila maombi yetu nao watakuwa na maobstacle fulani. Sasa bila shibi nyima problem tuko na chochea na maombi, tutie maombi, tutie sukari, chumvi, sukari kwa maombi ili maombi kolee. Ili na huko kwenye kuna pambana kule milango ile inafunguka. Niliona kasa wale kala chini wanapiganisha document vito kabambi. Haikuwa leo moyo, kuna kala moyo 2 3 4, avoka 3 4 5 6 8 ndio niliona. Na kila moyo kunaleta iko na yake role pale ya kusaidia. Maana ni kuonyesha kama Mungu atasaidia na milango itafunguka. Na tafute kumbele sasa sisi tupambane na maombi. Tuvunje ile mipango ya wachawi, tuvunje ile nguvu yote ya wachawi na utaona Mungu atafungua milango yote. Tunataka vita kidogo kidogo. Vita nyingine niliona ni vita ya wivu. Kuna watu wako na wivu katika maisha yetu. Wanakuwa wanatusikilia wivu. Wako wanaangalia na mimi ningekuwa taifa mie basi. Na mimi ningekuwa hata mimi mtu wa familia basi. Na mimi ningekuwa hata ule fulani basi. Ningekuwa hata bwana wale fulani basi. Ningekuwa na ile wivu kuna natembea. Na ile wivu inatoka fasi zote. Inatoka kwenye jamaa, inatoka kwenye wajirani, inatoka kwenye wandugu, inatoka kwenye warafiki. Sasa hautaiwa inemewa kwa natokea wapi? Maana ya mtu tunakuwa tuna mapambo, tunajiandaa kila siku katika vita. Tunajiandaa tu katika vita kila siku. Tuiwe saa yote ile mtu mbaya tutokee. Na ndio maana kwa saa hii nishakwambia msikuwe na kuwa na imani na confiance na kila mtu wote ule. Akwe hata ndugu yako. Usikuwe na confiance. Juu adui saa hii. Sio kusema mimi napanda chuki mbaya kwenye watoto. Ninasema tena muyali waka tateni mulimonaka na mulikuwa mnamuona na mkamvivre na mkamuyua na mkayua unda liwa tateni. Na mnayua ni nani yenu na mnayua ni nani yake ya tateni mwali kufaka. Kombi hata ndugu mwenyewe uko naye. Rafiki mwenyewe uko naye. Jirani mwenyewe uko naye. Ule unaona ndio rafiki wangu wa nguvu, ule unaona ndio ndugu wangu mwenyewe ananipendaka, sijui nani yangu. Hakuna confiance katika maisha ya leo. Dunia leo ishaharibika. Ilishaharibika sana. Kila mtu watu wako na matamaa. Wanakuwa tamaa ya pesa. Watu wanakuwa na tamaa ya vitu vya dunia. Anaweza kata kuwa ndugu yake juu ya tamaa ya vitu vya dunia. Anaweza kuwa ndugu yake juu tu apate mali. Haonekani na yeye mtu. Na japo mali yote yanatoka kwa Mungu. Watu wangapi wa pastor tunaona watu watumishi wa Mungu wanajifanya watumishi wa Mungu. Wanakaa na mapuissance wanaombea watu wanapona. Lakini anaombea watu wanapona. Unasikia miaka 3 4 5 ule mtu ashakufa. Ule mtumishi wa Mungu alikufa. Unajuza kwa nini alimekufa mapema na watu kuna mtaji aende na waombea. Kuna watu wanaenda kamata masignature kuzimu juu akuwe na puissance ya kuombea watu. Wanafanya exchange na maisha yao. Sasa inabidi tunakuwa makini sana, sijui na wale watumishi wanajiita kama wa prophet wa sasa wa siku ya leo. Na wengine wako naenda kule na wale wa prophet wanaangalia maisha yao leo. Maombi yao hawahubiri juu ya dhambi. Wanahubiri juu ya watu kufanikiwa. Ndio kuhubiri upate pesa fulani. Mimi ndio prophet fulani nahubiri kama mkansangu watu wanapata franga. Mimi ndio prophet fulani nafanyaka hivi watu wanapata franga. Kuya mkansangu utaona utabarikiwa. Lakini hapana kuya mkansangu juu uache dhambi. Kuya mkansangu juu uache uchawi. Kuya mkansangu juu uache chuki. Kuya mkansangu juu uache tamaa. Juu tamaa inaua. Tamaa inaweza tuma unaua ndugu yako na mtoto wako. Unaharibisha maisha yako, unapana mzazi wako, unapana maisha yako, unapana mtoto wako, unafanya mtoto wako kisheta, kwa kiduru. Unafanya bwana wako kiduru, unafanya bibi yako kwa kiduru, unafanya mtoto wako, unalivert maisha ya familia yako. Na ndugu yako wa damu mwenyewe unazala naye, unazaliwa naye, unaweza kampana. Unaweza kamuishi. Juu ya tamaa ya pesa, juu ya tamaa ya utajiri. Utajiri mzuri anatoka kwa Mungu. Wakati Mungu anakubariki, na ile tamaa ya vile, unataka unabarikiwa leo, kesho tena una maisha tena narudia yale. Tena unatafuta inajua kuna ndio unamaliza, unajimaliza wewe mwenyewe, unajimaliza jamaa yako wewe mwenyewe. Maisha mzuri, utajiri wa mzuri ile inatoka kwa Mungu. Mungu ndiye anakupatia utajiri. Hili hakuna mtu anakunyang'anyaka na haiharibikaki. Ndio unasikia mtu ulibarikiwa. Na wakati unabarikiwa utajiri,
haiendaki. Hakuna mwanamke tena ana uwezo hata kunyang'anya hayo. Lakini yenyewe ulipewa kwa wale watumishi wajifaa watumishi wa Mungu, japo watumishi wa shetani. Unanyang'aniwa hayo kesho. Hakuna siku Mungu ashakupatia kitu anakupatia utajiri na kesho tena unakuta uko maskini. Ule kwa Mungu alipatia. Mungu akwenda nakupatia. Ndio maana wasemaka baraka ya Mungu kweli Mungu anaweza kaifanya kwa automatic. Lakini baraka ya Mungu inataka escalier par escalier. Ile escalier par escalier inakupermettre wewe muda wa kuelewa maisha, wa kuelewa Mungu ni nani, wa kuelewa wewe mwenyewe kabisa unajitia muranga gani, mstari gani mbele ya Mungu wako. Na wakati sasa ushaelewa mambo ya vile, wakati Mungu aishaona kama ushamkujitolea kwake, na wakati anakufungulia milango hakuna mwana anayefungaka. Hao yeye mwenyewe hawezi tena kaifunga, akishakupata na kukupatia tu. Akishakubariki na nakubariki. Bwana sifiwe tena. Sasa leo tunaenda omba Mungu atupatie nguvu ya kushinda ile majaribu yote. Hapa tuko na majaribu kama ile watai hapa, kama kuna majaribu hapa sasa. Kuna watu wako na wivu katika maisha yetu. Na kuna wengine wako watu wanatafuta tu watufanyie kibaya. Hatuna mabaya yote ile kwao, lakini wanatafuta tu watufanyie kibaya. Na wengine nyota ni kitu kizuri wakati unaomba Mungu. Na ni kitu kibaya kwa maana kuna watu wakiona wako na nyota wanakutafuta kwa kufanya mabaya. So wakati hauna Mungu, ile mabaya yanakupataka. Jua nyota yako unakufa, jua nyota yako. Kuna watu wanakufa na jua nyota yao wanakufa. Sasa inabidi kuomba Mungu. Wakati kuna nyota, tuombe Mungu atusaidie ile nyota. Hende na ngara na protection atupatie nayo. Ule mtu anakuja tufanyia mabaya mrudie mwenyewe. Anatakia kifo akufe mwenyewe. Anatakia umaskini apate peke umaskini. Anatakia magonjwa sumu aikunye mwenyewe. Magonjwa aigonje mwenyewe. Kifo imkufe akufe mwenyewe. In the name of Jesus. Nenda kuomba. Baba tule mbinguni. Baba tule mbinguni. Ninasema asante kwa kunipigania maisha yangu. Ninasema asante kwa kuwa na mimi katika maisha yangu. Ninasema asante kwa damu yako kunifunika. Ninasema asante kwa kwa silaha yangu, kwa kwa protection yangu, kwa kwa fortress yangu. In the name of Jesus. Ninasema asante hapa kia leo. Wacha wananitafuta katika njia yote Baba. Wanakuja usiku na mchana. Kwa kinanitakia kunifikia mbele. Kwa kinanifikia kesho. Kinanifikia usiku wa leo. Kinanifikia usiku ya leo. Yesu unanionyesha kabla wakati. Unanipa ile mwangazi wa kunionyesha kitu kitafika mbele yangu. Unionyesha adui yangu ni nani. Unionyesha nani anataka kunifanyia mabaya. Na ninasema tena asante kwa maana yote wananitaka na warudia yako wenyewe. Yesu Kristo, ninasema asante kwa kunifunika na damu yako. In the name of Jesus. 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 Inafika saa muda wa kupiga magoti na kuomba damu ya Yesu Kristo iende kutusafisha. Damu ya Yesu Kristo iende kutuosha dhambi, iende kuosha dhambi zetu, dhambi za manunguniko, dhambi za hasira, dhambi za mawazo, dhambi za kujidoga, dhambi za kujilamante. In the name of Jesus. Yesu, onekana mahali hapa. Ninapiga magoti mbele yako. Damu yako ndio kuosha dhambi zangu Papa, dhambi za manunguniko, dhambi za hasira, dhambi za kujidoga, dhambi za kujilamate, dhambi zote hata sikusema Papa, uzinifu kwa mawazo, uzinifu kwa matendo. Yesu unisafishe, dhambi zote zinazotambuka katika midomo yangu Papa, unioshe Papa, unisafishe. Hili maombi yangu ifike mbinguni. Safisha moyo wangu, safisha nafsi yangu, safisha Florina, safisha Sherife. In the name of Jesus. Yesu, onekana mahali hapa. Nina imani Yesu Kristo. Usiku wa leo nitaona mkono wako. Usiku wa leo nitaona damu yako imefanya kazi. Usiku wa leo nitaona malaika wanashuka katika nyumba hii. Usiku wa leo Yesu, nitaona power kutoka mbinguni. Moto wa mbinguni utashuka mahali hapa. Nitatenda makuna maajabu. Wa malaika watashuka katika nyumba hii. Yesu Kristo, Roho Mtakatifu utanijaza nguvu. Inafika muda wa kuita presence yako. Presence ya Yesu Kristo onekane katika nyumba hii. Presence ya malaika onekane katika nyumba hii. In the name of Jesus. Yesu, onekana mahali hapa. Ninahitaji presence yako. Mipango ya wachao iende kushindwa leo. Damu yako iende kufanya makuna maajabu usiku wa leo. Damu yako iende kufanya makuna maajabu kwa sai Papa. Nimepiga magoti mbele yako. Nitaona mkono wako leo Papa. Nitapata
jibu yako leo Papa, nitaona pouvoir yako leo Papa, nitaona puissance kutoka mbinguni, nitaona puissance ya damu yako na machozi yako ya damu na jasho kutilika msalabani. Yesu, onekana mahali hapa. Nahitaji presence yako. Tembea katika maisha hii, tembea katika familia hii, tembea katika nyumba hii kama uliotembea yule habari, in the name of Jesus. Yesu, onekana mahali hapa. Nahitaji presence yako. Hiyo ndio protection yangu. Nahitaji presence yako. Nahitaji presence ya damu yako. Ndio bukili yangu Papa. Nahitaji jina lako. Ndio fortress yangu. Yesu, onekana mahali hapa, onekana mahali hapa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nahitaji presence yako. Mipango ya wachao kuzimu itaenda kushinda leo. Mipango ya walozi kuzimu itaenda kushinda leo. In the name of Jesus. Yes, onekana mahali hapa. Onekana mahali hapa. Nahitaji presence yako. Presence ya damu yako itoke ionekane mahali hapa Papa. Presence yako ya damu ionekane mahali hapa. Yote mipango na wachao kuzimu, yote mipango na walozi kuzimu itaenda kushindwa leo Papa. Itaenda kushindwa leo Papa. In the name of Jesus. 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 Nafika sa muda wa kuita ya kufanya makuna machabu katika nyumba yote mezikwa na wachao katika nyumba. Mashikamba na mashene mefungwa kuzimu. Masinga za komunikasyon ya wachao, maanteni ya wachao katika nyumba yao, katika maisha yetu. Nenda kuitosha, ninatosha kila anteni ya kuzimu, kila anteni ya uchawi, kila anteni ya kujikomunika na wandugu wabaya, walozi wabaya, kila anteni ya kujikomunika na warafiki wabaya, wajirani wabaya, anteni za kuzimu zote ninachoma zote, ninachoma, ninalunguza Papa. Zikuwe sans effet katika maisha, zikuwe sans effet katika nyumba hii. In the name of Jesus. Yesu, onekana mahali hapa. Nahitaji presence yako. Moto itoke mbinguni. Itoshe kila antene katika milango ya nyumba. Itoshe kila antene katika pembe ya nyumba. Kila pembe ya nyumba, kila pembe ya nyumba, hata katika matelefoni zetu. Ninatosha antene za kuzimu. Zishindwe katika nyumba hii. Yose mambo nitakuwa nafanya, mambo nitaongea na chama yangu, mambo nitaongea na wandugu yangu, mambo nitaongea na warafiki yangu, mambo nitaongea na business, mambo nitaongea juu ya progress ya protection yangu, mambo nitaongea juu ya progress ya maisha yangu. Isikuwe na antene, ishie pale Papa, ijikomunike pale Papa. Kwa maana zile antene ndio zinajikomunike na wachao, zinafunga zote Papa, zinafunga njia zote Papa, zinafunga baraka zote Papa. Hapa kilia leo inakata antene mwa nyumba, inakata antene katika maisha, inakata antene katika telefoni yangu. In the name of Jesus. Yesu, ninavunja kila antene yote ya kuzimu katika nyumba hii. Ninavunja kila antene yote ya kuzimu katika maisha. Ninavunja kila antene yote ya kuzimu katika mimi communication na watoto wangu na jamaa yangu. Ninavunja antene yote ya kuzimu mimi na communication na warafiki au ya business au communication yote ya maisha yangu, ya progression yangu, ya nyota yangu, ya baraka yangu. Ninavunja kila antene mbaya juu ya hiyo maisha Papa. Apatilia sai yote ndio kufunguliwa. Maisha yangu ikuwe free. Ikuwe na protection yule ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo kunifunika mimi na chama yangu. Wakati nitaongea mambo ya siri ya maisha yangu, isiende kuzimu. Wakati nitaongea mambo ya siri ya maisha yangu, isiende kwa chawi. Wakati nitaongea mambo ya siri ya maisha yangu, isiende kwa watu walozi. Hapa tilia sai, ninabukle kila njia zote za mantene katika nyumba hii. Hakuna communication ya maisha yangu tena katika nyumba hii. Hakuna communication ya familia yangu tena katika nje ya nyumba hii. In the name of Jesus. Nakata relasyon ya kuzimu na maisha yangu na familia yangu na nyumba hii na watoto yangu. Nakata njia zote za kuzimu, kila antene ya kuzimu inatosha. Hapa kilia sai Yesu, onekana mahali hapa. Imefika muda wa mapambano. Imefika muda wa mapambano. Mapambano na wachawi, mapambano na walozi. Inatosha nguvu zao katika nyumba hii. Inatosha nguvu zao juu ya maisha yangu. Inatosha nguvu zao juu ya pouvoir yako Yesu Kristo katika manyumba hii, katika familia yangu. Yesu, yote uyonibariki iende kufunguliwa, iende kuonekana. Hakuna kizuizi yote Papa. Hakuna kizuizi yote Papa. Nina imani imefika muda wa mapambano. Imefuka muda wa kunijibu Papa. Unisikilie huruma. Probleme yangu Papa sio ya jana, iko ya leo. Sio ya jana, iko ya leo. Yesu Kristo,
Ninasema asante. Nina imani kwako Yesu Kristo. Apatilia leo nyumba inaenda kufunguliwa. Kila drago ya kuzimu, kila nyoka ya kuzimu katika nyumba, kila demo ya kuzimu, ile demo za mapembe zimevuka katika milango, hazitavuka tena Baba. Inamwaga damu yako kila milango yote. Inamwaga damu yako kila pembe yote ya nyumba. Inamwaga damu yako kila milango yote ya chumba na nafasi zote katika kwenzo za nyumba. Inamwaga damu yako kila mahali yote inapita hata usiku na mchana. Inamwaga damu yako hata nafasi ya kazi Papa, kwenye mashope na nafasi yote Papa. Inamwaga damu yako Papa kwa kuprotege kila fituri ya njia zangu, kila fituri ya maisha, kila fituri yote inayofanya na preza Papa. In the name of Jesus. Yesu onekana mahali hapa. Hapa tilia sali. Wachawi watanguka na kukufa kuzimu hako katika dunia Papa. Ninasukuma moto kuzimu. Malaika washuke kuzimu Papa. Walipishe yote, wachome yote Papa. Kila identity imefungwa kuzimu. Identity ya Florina, identity ya Sherife, identity ya Papa. Na itosha kuzimu. Inaitosha kuzimu. Inaitosha kuzimu. Inaitosha kuzimu. Fungula dokimango kuzimu. Fungula dokimango kuzimu. Tosha kila blokaje, tosha kila reje. Hapa kile sai Papa, fungula njia zote Papa, fungula njia zote Papa, fungula protection, fungula protection. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Yesu Kristo, nitembele katika njia hii, nitembele katika maisha. Wenjo avoka wangu, wenjo lawyer wangu. Hakuna mwingine lawyer isipokuwa wewe Papa. Yesu Kristo, wenjo lawyer wangu Papa. Unipigania usiku na mchana. Kila dosi yangu katika mikono ya avoka wangu leo Papa. Wenjo unitembele mbele, uisukume mbele Papa. Na moto, na moto, na moto. Leta justice Papa. Tosha injustice Papa. In the name of Jesus. Yesu onekana mahali hapa. Nahitaji presence yako. Nahitaji presence yako. Hata kuna corruption juu ya fasi yote hiyo Papa. Kwangu mimi Papa, hakutakuwa corruption. Utafungula milango yote. Utafungula mlango kwa njia ya justice. Utafungula mlango kwa njia ya usalama. In the name of Jesus. Fungula dante ya kuzimu. Toa dante ya Sherife kuzimu. Dante ya Florina kuzimu. Hapa kilia sai. Nione matokeo. Tupate victoire. Tupate victoire. Tupate protection. In the name of Jesus. Yesu, ninafungula kila blokaje yote ya kuzimu juu ya nyumba hii. Inatosha mashani na makamba iliyofungwa na wachawi katika nyumba hii. Inatosha kila mikoshi na malaana ya kuzimu au ya wachawi au ya warafiki wabaya, wadugu wabaya, waliomba wanani katika maisha yangu. Inatosha kila laana mbaya. Yesu, Yesu, leta utajiri, leta utajiri, leta nyota. Iangalie usiku na mchana. Leta baraka. Hii vibre. Baraka ya Florina, baraka ya Sherife, baraka mimi Papa. Nyota yetu sisi wote Papa. Hii angare. In the name of Jesus. Natosha umaskini katika nyumba. Yesu, fungula kazi yangu. Fungula kazi yangu. Fungula kazi yangu. Kulipa nyumba isikuwe susi. Masomo watoto isikuwe susi. Project zangu zilikuwa na receipt. Nilikuwa na victoire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yesu onekana mahali hapa. Leta utajiri. Fungula kazi yangu Papa. Hata wengine wanakosa, mimi utaninyang'anyia. Hata wengine wako quiet, mimi utanifanya nikuwe busy. In the name of Jesus. Yesu, sukumana mbele na project zangu. Niende kufika kumwisho. Nifike kumwisho Papa. Nifike kumwisho wa vita yangu. In the name of Jesus. Vita yangu haiko ya jana, haiko ya leo. Malalamiko yangu haiko ya jana, haiko ya leo. Nina imani leo nimefunguliwa mambo yote. Nina imani leo Papa. Nina imani leo Papa. Vyote vimetimika vile nimekolombaka Papa. Yesu, silale usiku na mchana mimi na jamaa yangu Papa. Silale usiku na mchana mimi na jamaa yangu Papa. Kila usiku Papa tunapiga magoti na kukulia na kukuomba Papa. Yesu, sikwenda kuwafumu. Sikwenda kwa watu walikuwa na pesa. Sikwenda watu kujivuna. Sikwenda kwa magicien. Sikwenda kwa profeta wabaya. Nimekimbilia kwako Yesu Kristo. Kwenye damu yako, kwenye jina lako. In the name of Jesus. Yesu, wewe ndio Mungu wangu wa mbinguni. Wewe ndio unanipigania usiku na mchana. Jina lako linaenda kunifunika na kunisove kontra wachawi. Jina lako linaenda kunipigania na kuniprotege kontra wadui wabaya. Jina lako linaenda kunipigania na kuniprotege kontra wadugu wabaya. Yesu Kristo, ninasema asante. Ninasema asante.
kila mchawi, kila rafiki, kila ndugu mbaya, kila enemy wangu yote, kila jirani wote ananitakia mabaya, ananitakia kifo, ananitakia maskini, ananitakia kufungwa, ananitakia vyote vibaya juu ya maisha yangu na maisha ya familia yangu, aende kufa mwenyewe, vimrudie mwenyewe in the name of Jesus. Ninawapiga returi ya mambo yao, hiwarudie wenyewe. Wewe unatoa katika kinywa juu ya maisha yangu, hiwarudie wenyewe in the name of Jesus. Yesu, onekana mahali hapa, onekana mahali hapa, onekana mahali hapa, onekana mahali hapa. Nguruma Yesu Kristo, nguruma Yesu Kristo, Simba wa Yuda, tenda makuna machafu in the name of Jesus. Ninasema asante Yesu Kristo. Ninaomba malaika wazunguke katika nyumba hii, wazunguke nafasi yangu ya kazi, wazunguke nyumba yangu, wazunguke jamaa yangu in the name of Jesus. Watupatie protection, watupatie protection Yesu Kristo. Pepo ya kufungwa na itosha katika maisha, pepo ya kufungwa na itosha katika maisha. Fungula kila milango imefungwa kuzimu in the name of Jesus. Yesu, onekana mahali hapa, onekana mahali hapa. Ninasema asante Yesu Kristo. Damu yako ndio kufunika Florina, damu yako ndio kufunika Sherife, damu yako kunifunika mimi papa, nifunike David mali kwenye huko papa in the name of Jesus. Damu yako ndio kufunika kila mmoja aliye hapa papa in the name of Jesus. Kila kizazi kyangu kote papa, damu yako ndio kuifunika in the name of Jesus. Yesu, onekana mahali hapa. Pepo ya mauti, pepo ya magonjwa, pepo ya visukumizi, pepo ya malaana, pepo ya masumu, pepo ya maksida, pepo ya magonjwa, inatosha mbali katika maisha, inatosha mbali katika maisha in the name of Jesus. Yesu, onekana mahali hapa, onekana mahali hapa. Wamalaika washuka katika nyumba hii, washuka katika nyumba hii, vigeregere vilie katika nyumba hii in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Baba tuliye mbinguni, mete mai tu